watu wa Chikongola, watu wa Mahuta, nikiwauliza ngumi ziko wapi tusalimiane, naombeni mjibu hizi hapa. Watu wa Chikongola, ngumi ziko wapi tusalimiane? Hii boss. Ninayezungumza kwa sasa naitwa Deogratias Mahinyira, ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema, vijana wajanja kabisa wa Chadema, tunaitwa Bavicha. Namshukuru Mungu kufika Chikongola, kufika Mahuta ili kuzungumza na vijana wa hapa na Watanzania wa wilaya hii ya Tandahimba. Namshukuru sana Mungu na naamini na nyinyi mnaimba wimbo mmoja ambao Watanzania wengi tunauimba, wimbo wa maisha magumu, wimbo wa kuichoka CCM, wimbo wa mabadiliko kwenye taifa letu. Uongo kweli? Kweli. Sasa kuna mtu aliwahi kuniambia kwamba CCM ni kama ukoo wa panya. Mnaujua ukoo wa panya? Ukoo wa panya, baba mwizi, mama mwizi, mtoto mwizi na mjukuu mwizi. Sikuwahi kuamini, ila nilipofika hapa Chikongola nikanaulizia kwamba nyinyi wenzetu hapa vipi? Maisha yenu yanaendeleaje? Miongoni mwa kitu nilichoambiwa ni kwamba wafanyabiashara wa eneo hili mlipewa viwanja hapo, mlitoa fedha zenu, lakini baadaye CCM wakasema hilo eneo ni la kwao na mpaka leo mmedhulumiwa pesa zenu. Uongo kweli? Kweli. Uongo kweli? Kweli. Sasa sisi Chadema tunao mawakili wa kutosha na tunapenda sana kutetea haki za wananchi. Mimi ninayezungumza kwa sasa ni wakili wa mahakama kuu na mahakama zilizo chini yake. Sasa kabla sisi hatujaja kuwateteeni kwa lolote, naomba niwashaurini jambo moja. Sisi hatumshauri mtu ambaye na yeye achukue hatua. Unanielewa? Hatumsaidii mtu ambaye na yeye afanyeje? Achukue hatua. Kwa ushauri wangu wa kwanza kwa vijana wa Chikongola, kwa vijana wa Mahuta, haki haiombwi. Haki inafanyeje? Inadaiwa. Haki inatafutwa. Kwa hiyo ushauri wangu wa kwanza, na wapeni mtego. Mkiweza kutatua huo mtego, sisi tutakuja kuwatetea. Hizo fedha ni za kwenu, mlitoa wenyewe, na wanaotaka kuwadhulumu wanafanya kosa duniani na wapi? Na mbinguni. Kwa leteni noma ya kudai fedha zenu, leteni noma ya hatari, alafu sisi tukiona mmeleta noma, tutakuja kuwatetea na haki ya Mungu atawarudisheni fedha zenu. Mmenielewa? Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, tunalo tatizo la ajira kwa vijana wa taifa hili. Naamini hata hapa Chikongola, hapa Mahuta, vijana wengi hamna ajira, si ndio? Ndio. Sasa tatizo hili la ajira sio laana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Huu ni mpango wa CCM. CCM inapenda sana muendelee kuwa maskini, kwa sababu maskini wenu ndo mtaji wao. Sio, mnanielewa? Mkiendelea kuwa maskini, wao wataendelea kuwatawala, wao wataendelea kuwaongoza. Ndio maana hawataki tume huru ya uchaguzi, ndio maana hawataki mfumo bora wa uchaguzi, kwa sababu wanaamini nyie watu wa Chikongola mkiwa mna uwezo wa kumchagua mwenyekiti wenu wa kijiji, mkiwa mna uwezo wa kumchagua diwani wenu, mkiwa mna uwezo wa kumchagua mbunge wenu, ni kwamba hamtawapigia kura. Si ni kweli? Ndio maana wao wanatumia nguvu kubwa sana kuhakikisha wanawachagulieni viongozi wenu. Na kwenye taifa hili, ndugu zangu, kila mtu mwizi. Yaani huu wizi tunaosema, juzi mkaguzi wa hesabu za serikali amesema kwamba kwenye taifa letu ziko bilioni 12 za vifaa tiba za madawa zimepotea kwa vifaa hivyo kuoza. Ni kwa sababu tu hamna viongozi ambao wana uwezo wa kwenda kufuata dawa kwenye bohari za dawa, wakawaleteni nyie watu wa Chikongola ili muweze kutumia hizo dawa kwenye hospitali yenu, kwenye vituo vyenu vya afya, kwenye zahanati zenu. Kwa tunaposema CCM ni wezi, ni lazima nyie muelewe kwa kuangalia maisha yenu binafsi. Na huo wizi haujaishia tu kwa serikalini. CCM wamemfanya kila mtu mwizi, mpaka hawa maaskari siku hizi na wenyewe wamekuwa ni majambazi, ni wezi. Na wizi huo tunaushuhudia hata kwenye uchaguzi. Kwani nyinyi huku kwenu maaskari hawatembei na vibegi vya kura? Wanatembea navyo, hawatembei navyo? Huku nyie kwenu mapolisi hawashiriki kuiba kura? Sasa ili tubadilishe mambo haya, ni lazima sisi vijana tusimame kuhesabiwa. Wanasema vijana mjiajiri. Yaani huyu anayekwambia kijana ujiajiri, yeye ni mbunge. Kama kujiajiri ni kuzuri, kwa nini ulienda kugombea ubunge? Unasema vijana wajiajiri, afu unasema vijana wajiajiri wewe ni waziri. Kwa nini wewe ni waziri? Si ungeenda kujiajiri ukaacha kuwa waziri? Vijana mnasomesha watoto wenu. Wazee wetu mnasomesha watoto wenu. Mnauza korosho.
unampeleka kijana aende shule akasome, akimaliza degree unakutana na mtu anajiita waziri mkuu wa taifa hili, anasema sasa wewe kijana uliyemaliza degree unapaswa kwenda VETA kwanza tukakupe elimu ya ujuzi, ufundi. Yaani mtu umemsomesha miaka mitatu, umemsomesha kwa kodi ya serikali, akimaliza degree amesoma ualimu wa Kiswahili au ualimu wa hesabu, unamwambia aende VETA. Kuna mahusiano gani kati ya VETA na kufundisha Kiswahili? Hivyo kwa hayo yote wanayafanya kwa sababu wanakimbia wajibu wao. Wao wana wajibu wa kuhakikisha nyie watu wa Chikongola, watu wa Mahuta, maisha yenu yanakuwa ni maisha bora. Lakini jambo hilo CCM hawaliwezi. Juzi mkaguzi wa hesabu za serikali amesema taifa hili, deni la taifa limefika trilioni 97.35. Watanzania jumla mko milioni 64. Kwa maneno mengine, kama hamna habari nyie watu wa Mahuta, watu wa Chikongola, kila mmoja wenu hapo anadaiwa milioni 1.5. Yaani nyie wote mnadaiwa kwenye taifa hili. Ndugai alisema taifa hili litakuja kuuzwa siku moja. Litakuja kuuzwa kwa sababu Rais Samia kwa miaka 4 aliyokaa madarakani amekopa trilioni 35. Rais Magufuli kwa miaka 6 aliyokaa madarakani alikopa trilioni 19. Sasa huyu mama ukimsikia kila mtu anasema mama anaupiga mwingi, mama anaupiga mwingi. Huo mwingi ni upi? Nyie watu wa Chikongola hapa mnacho kituo cha afya. Hicho kituo cha afya kina madawa. Elimu yenu hapa ikoje? Kwa hiyo ndugu zangu watu wa Chikongola, Waswahili wanasema wajinga ndio wafanyeje? Wajinga ndio. Mkiendelea kuwachagua CCM na mkiendelea kuunga mkono sheria na taratibu za uchaguzi kwenye taifa hili, maana yake mnaendelea kuunga mkono wizi, mnaendelea kuunga mkono umaskini, mnaendelea kuunga mkono kutajirisha watu wachache ambao wanavuna jasho lenu kwa manufaa yao. Sasa mimi niwafundishe salamu moja. Kutokana na hayo yote tuliyosema, ndio maana Chadema tumesema hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi, hakuna nini? Nimemsikia Dr. Slaa anasema huo ni ushauri wa wazee wetu. Sisi vijana msimamo wetu ni kwamba hakuna kijana atakayepaswa kulala mwaka huu. Endeleeni kuwatumia ujumbe watendaji wa vijiji, watendaji wa kata, hao mapolisi si mnashinda nao mitaani huko. Wale polisi wanaishi wapi? Mbinguni? Si wanaishi mtaani huko. Sasa kuliko wao kushiriki kutuibia uchaguzi, anzeni kuambia mpaka watoto wa mapolisi, anzeni kuambia mpaka wake wa mapolisi kwamba mwaka huu sisi watu wa Chikongola, sisi watu wa Mahuta, kama kusipokuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi, hatutakubali mtuchagulie mwenyekiti wa kijiji, hatutakubali mtuchagulie diwani. Anzeni kuwapa taarifa. Na nyie vijana, kama kuna wana mtaipata vijana. Sensa ya mwaka 2022 inasema 75% ya Watanzania wana umri wa chini ya miaka 35. Kwa maana hiyo hili taifa ni taifa la vijana. Mimi nikienda sehemu yoyote nikisikia watu wanaonewa na mgambo, wanaonewa na mtendaji, nasema vijana wa eneo hilo ni mafala. Yaani mtu anaitwa mtendaji anaoneaje wazee wenu na nyinyi mnamwangalia? Hivi hao watendaji wao watembei usiku? Kuna muda muwakamate, muwafinye, muambie hichi mnachokifanya ni upumbavu. Na sisi kama vijana hatuwezi kukubali wazee wetu wakateseka kwa staili. Hivi nyinyi vijana mnanielewa wa Mahuta? Au mnadhani na wafundisheni ukorofi? Mwalimu Nyerere alisema taifa hili linahitaji vijana jeuri dhidi ya mifumo kandamizi. Sehemu yoyote, kwenye jamii yoyote kukiwa kuna uonevu, ni lazima kijana uwe jeuri. Msipokuwa jeuri mtaendelea kunyanyaswa, mtaendelea kuwa watumwa ndani ya taifa lenu. Kwa mimi nawashaurini vijana wenzangu, vijana wa Chikongola, vijana wa Mahuta, kuweni majasiri kwa ajili ya kuwatetea hawa wazee wenu. Lakini kijana, na wewe kama mzee anaonewa, kama mama anaonewa, na wewe unakubali tu, upo tu kama zezete. Maana kijana wa namna hiyo upaswi kuwa hai, kwa sababu huna unachokisaidia jamii yako. Sasa niwafundisheni salamu moja. Naomba wote tunyooshe mikono. Yeyote anayechukia mambo ya CCM naomba nyoshe mkono. Hapo vipi jamani? Hizo shida mimi sijawasababishia. Mimi mwenyewe napigika kama nyinyi. Tunyoshe mikono wote. Nikisema iwe kwa heri, nyie itikieni iwe kwa shari. Si mnajua? Alafu mimi nikienda kulia, nyinyi mnaenda kushoto. Kwa hiyo nyie nendeni kushoto kwenu. Kushoto kwenu si huko. Kwa hiyo mimi nitaenda kulia, nyinyi mtaenda kushoto. Kwa hiyo nikisema iwe kwa heri, nyie semeni iwe kwa shari. Si ndio? Nikisema liwake jua, nyinyi mnaitikiaje? Nyeshe mvua. Usipokuwa na mabadiliko,
Haya, tuiweke vizuri sasa. Iwe kwa heri, iwe kwa shari. Inyeshe mvua, hakuna mabadiliko. Haya, tuifanye ya mwisho vizuri. Hawa jamaa wanaochukua picha waichukue vizuri, ili na nyie watu wa Mahuta muonekanike kwa kweli mnaunga mabadiliko ya uchaguzi. Haya, wote twende hapo. Iwe kwa heri, inyeshe mvua, hakuna mabadiliko. Nawashukuruni sana kwa kunisikiliza. Mungu